Kila jambo lina majira yake na wakati wake kwa kila kusudi chini ya mbingu. Tunapotazama nyuma, tunaona mkono wa Mungu katika kila hatua. Na sasa tunakualika ushuhudie safari yetu iliyopita, safari ya sauti moja ya aliyetutuma, imani moja tulioipokea na utume mmoja wa uimbaji. Mwaka 2025, kwaya yetu ya Mtakatifu Kizito ilitekeleza vyema majukumu yake msingi ya kuhudumu kikamilifu misa zote kanisani ilizopangiwa kwa uaminifu, nidhamu na moyo wa ibada. Ulikuwa ni mwaka wa baraka ndani ya familia yetu ya KMK. Tulishuhudia wanakwaya wenzetu wakifunga ndoa takatifu. Ivo Luhende wa sauti ya 4 akimwoa Ida Kanje, ndoa iliyofungwa katika kanisa la Mtakatifu Peter Claver Mbezi Luis. Andrew Masika wa sauti ya 3 akimwoa Maria Konyo wa sauti ya 2 kutoka Divine Mercy Dodoma, ndoa iliyoshuhudiwa katika parokia ya Damu Takatifu ya Yesu Tegeta. Benedict Shirima wa sauti ya 3 akimwoa Agnes Tarimo. Paul Salema wa sauti ya 4 akimwoa Edita Mng'ong'o. Wengine hawakutaka kuchezesha karata zao mbali. Mioyo yao ilidondokea hapo hapo nyumbani kwa kuwaoa wanakwaya wenzao. Godwill Akilimali wa sauti ya 3 akajitwalia Ana Migina wake wa sauti ya 1, na Emmanuel Mtapila wa sauti ya 4 moyo wake ukatua sauti ya 2 kwa Ivona Victor. Na ndoa zote hizo zilifungwa parokia Mwenye Heri Anuarite Makuburi. Hizi zilikuwa nyakati za furaha, shukrani na kushuhudia upendo. Katika kutekeleza wito wa uinjilishaji, kwaya ilifanikiwa kufanya ziara mbalimbali ndani na nje ya nchi, ambapo ilitembelea parokia za Kibada, Dominico Mbezi Beach na Buza, tukishirikiana na waamini katika ibada na nyimbo. Safari yetu iliendelea hadi Jimbo Katoliki Morogoro. Huko tukasali na waamini jimboni humo na kushiriki tamasha lililoandaliwa kwa ajili ya kuchangia watoto walio katika mazingira magumu. Kwaya pia ilishiriki matamasha mengine kama la uimbaji lililoandaliwa na Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, halikadhalika tamasha lililoandaliwa na ndugu zetu kwa Mtakatifu Cecilia Makuburi linalojulikana kama Mkatoliki Concert, ambalo nalo lilikuwa na mafanikio makubwa. Zaidi ya kuimba, kwaya ilisimama pia kama chombo cha kufanya matendo ya huruma na upendo. Tulitembelea kituo cha Msimbazi, kituo cha watoto yatima cha Yerusalemu Kigamboni na kushiriki Yerusalemu Marathon kama ishara ya mshikamano, matumaini na kujitoa kwa jamii. Utume wetu uliendelea hadi nje ya mipaka ya Tanzania kwa jirani zetu Kenya. Ilikuwa ni ziara nzuri sana, ambapo tulitembelea parokia mbalimbali nchini humo kama St. Benedette Ngoingwa waliokuwa wenyeji wetu, St. Patrick Thika, St. Augustine Juja, Divine Mercy Kenyatta Road, St. Peter Kwihota, St. Francis Ruiru. Tukatembelea pia Radio Maria Nairobi na Capuchin TV. Lakini kubwa zaidi, tukashiriki tamasha la uimbaji jimboni Nyeri. Huko tulipokelewa vizuri sana na askofu wa jimbo hilo, Mhashamu Anthony Muhemi. Karibuni sana ili tuendelee kusaidiana. Tamasha jingine lilifanyika siku iliyofuata, yaani Dominika, Jimbo Kuu Katoliki Nairobi, ambalo hili naweza kusema lilikuwa ni funga kazi. Na huko askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki Nairobi, Mhashamu Wallace Ng'ang'a, alikuwa na haya ya kusema kwa kwaya ya Mtakatifu Kizito. Uwepo wenu kati yetu ni baraka kwenu. Katika siku chache zilizopita, umebariki jumuiya tofauti katika jimbo hili kupitia huduma yenu
ya muziki wa kiroho. Umetembea katika parokia Mtakatifu Patrick Thika, umetembea pia katika parokia Mtakatifu Augustine Juja, parokia Mtakatifu Benedetta Ngoigwa na Huruma ya Mungu Kenyatta Road, na kila jumuiya inasimulia kwa shukrani na mshangao juu ya nidhamu yenu, juu ya uimbaji wa kiwango cha juu, na pia roho na maombi ambayo mnaleta katika ibada na katika utume wenu wa kuinjilisha. Jimbo Kuu la Nairobi linawadhamini sana kwa namna ya pekee, si tu kwa sababu ya ustadi wenu wa muziki, bali pia kwa mchango wenu mkubwa katika uenezaji wa Injili katika Afrika yetu ya Mashariki na hata nje na mipaka yake. Kupitia nyimbo zenu, sauti zenu zenye utulivu na uwapo wenu wa kiroho, umekuwa mkiguza mioyo na kuunganisha watu na kuongoza wengi kumkaribia Mungu zaidi. So tunawakumbuka sana kwa shukrani mwaka wa 2022 wakati wa kipindi kigumu cha uchaguzi nchini hapa kwetu Kenya, mlipoandaa konsati maalum katika parokia ya Queen of Apostles, mkiliombea taifa letu kwamba tuwe na amani wakati wa uchaguzi. Tunaamini kwamba matendo kama hayo ya imani yalichangia sana kupatikana kwa uchaguzi wa amani tunaofurahia mpaka saa hii nchi hii yetu ya Kenya. Kwa hii tunasema asanteni sana kwa matembezi yenu wakati ule, na sana kwa kuwa mashahidi wa Kristo kwa kuleta ujumbe wa maelewano. Baada ya hapo tukaanza namna hii. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza iliyokuwa kwa ajili ya muziki wa classic, nyimbo za classic. Sehemu hii iliongozwa na Fabian Mutayoba kwa upande wa utiribu. Hapa Wakenya kumbe walikuwa na playlist yao kichwani, hawakuelewa sana classic. Walitaka zaidi watie miili yao joto. Sasa tukawaambia tulieni. Tukaingia katika sehemu ya pili iliyoongozwa kwa upande wa utiribu na Sylvester Ernest Mawawa. Hapa moto uliwaka, wakaanza kuchangamka, wakaanza kufurahi, mandhari ya ukumbi kaanza kubadilika, na hata ukiangalia nyuso za wadau waliokuwepo hapo siku hiyo, yaani zilikuwa zimejawa na bashasha kweli kweli.
Yeah.